Mungu unapomlilia, kama ulikuwa mwenye haki ukapoteza haki kwa ujinga wako, kwa kutokutii, ukarudi tena magotini kumlilia Mungu, sema yeye huwa anatuma mtu tena katikati yenu, anachagua mtu wa kuweza kuwatangulia kusimama kwa ajili ya kupigana hiyo vita. Ndo kanuni ya Mungu. Na siku zote huyo mtu Mungu huwa anatumia vigezo. Sema vigezo. Vigezo. Sema vigezo. Huwa anatumia vigezo kumchagua huyo mtu kwa ajili ya kuokoa wengine. Kigezo cha kwanza Mungu anachokitumia, anaangalia kati ya wengi walioko pale ni mtu mmoja ambaye yuko tayari ameamua kujitunza. Yaani angalia katikati ya lile kundi aliyeamua kujitunza. Umenielewa? Mmeshalia amewasamehe. Ila sasa katikati ya kundi lile anaangalia mmoja ambaye ameamua kufanyaje? Jitunza. Ndo anamtuma kwa ajili ya kuongoza wengi, kwa ajili ya wengi. Ndo kilichotokea kwa Nuhu, kipindi cha Nuhu na Rutu. Umeelewa vizuri? Amen. Nikupe story kidogo ya Nuhu na Rutu. Au nikupe kipindi kile cha Nuhu, dunia ilikuwa imechafuka yote. Lakini Biblia inasema Mungu akamwangalia Nuhu ni mwenye haki. Ikabidi aseme na Nuhu kwa habari ya kutengeneza safina. Nuhu akahusika kuwa mwenye haki kati ya wengi ili asaidie wengine. Lakini wengine walikataa kuingia kwenye safina. Umenisikia vizuri? Sasa tutakuja kipindi cha Rutu. Sema Kipindi cha Rutu, nataka unisikize vizuri wewe ambao unasema dunia ya leo imechanganya sana. Dunia ya leo imeharibika. Uovu umetanda kila mahali. Unawezaje kuishi duniani ukawa mtakatifu? Acha ushamba wewe. Kuishi duniani ukawa mtakatifu, Biblia inasema watakatifu waliko duniani ndio Bwana anaopendezwa nao. Wewe unasema huwezi kuishi duniani ukawa mtakatifu. Unataka uwe mtakatifu mbinguni. Mbinguni hamna dhambi, wote walioko mbinguni watakatifu. Anapendezwa kwanza walioweza kushinda uovu duniani hapa. Halo! Acha kujitiatia moyo kwenye uovu. Unakutana na pastor anakufariji. Hakuna mkamilifu. Yaani tunapita tu kwa neema. Anakuandia mazingira ya kutenda dhambi huyo. Sikiliza nikwambie, sema duniani hapa Mungu ndo wanaoshinda ulimwengu hapa, ndo Mungu anasema kwamba hawa ni saruti. Umeelewa vizuri? Amen. Rutu, kipindi cha Sodoma na Gomora. Naona mnajipuliza sana, mje mniombee, tutakuja tufunge feni. Mniombee tutafunga feni, tutacheka kanisa yenye IC. Msiogope. Hivi navyowaambia mtaviona kanisa yenye IC. Mtakuwa tunafunga na milango inapuliza. Mtu unajisikia safi sana. Amen. Kwa sababu hata kanisa la menta wangu mmoja limefungwa IC kanisa zima, na kanisa ina watu zaidi ya 5,000. IC mnafunga milango na madirisha. Hakuna anayefungua, alafu mkitoka nje ndio unajua kumbe kulikuwepo na jua. Ndani unasikia kama kaubaridi kama vile nje unajua. Tutafika hapo, msiogope. Mungu nishaona atatupeleka sehemu. Sasa kipindi cha Sodoma na Gomora, dunia ilikuwa imechafuka kuzidi hata sasa hivi. Umenielewa? Kilichokuwa kina trendi mtaani kipindi hicho Sodoma na Gomora ni ndoa za jinsia moja. Kina trendi mtaani ni kusagana. Kina trendi mtaani ni uzinzi. Kina trendi mtaani kilichokuwa kina trendi ni watu kufanya mapenzi kinyume na maumbile. Ndio vilikuwa vina trendi mtaani. Kila mtu, kila kaya walikuwa wanajua hivyo. Aro! Amen. Kila kaya ndio kilikuwa kwenye masikio yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unanielewa vizuri? Amen. Kila kaya ndo kitu kilichokuwa kwenye masikio yao. Lakini jambo la kushangaza, nataka hapo nikutafakarishe kitu. Wewe ambao unasikiza neno hili unasinzia. Unasikiza neno unasinzia. Una matatizo yako mwenyewe binafsi. Sasa kila kaya kilichokuwa kimetrend ni uharibifu wa kila namna kipindi hicho. Yaani dunia ilikuwa imeharibika kiasi kwamba imepitiliza kipindi hicho cha Sodoma na Gomora. Lakini katikati ya uharibifu wa namna hiyo, ikatokea kaya moja, mwanaume na binti zake ambao hawaendani na mfumo wa dunia ilivyokuwa inaenda. Wale malaika wakaenda kwa Rutu wakivaa sura ya wanadamu, kwa sababu malaika pia ni masofti. Wakivaa mwili wanakuwa wako vizuri, hawana makorokoro. Wale watu walivyoona wale malaika, kwa sababu wao wameshatawaliwa na roho ya uzinzi na roho ya ushoga,
wameshatawaliwa, wakataka wale watu waliokuja kwa Ruthu, wale vijana, kumbe ni malaika, wakataka na wenyewe wakutane nao. Wakamwambia Ruthu, tuletee wale watu tulale nao sisi. Ruthu akasema, hawa sikiliza, hawa wametoka, hawa ni watu wa Mungu, hawa sio wala watu wa kawaida. Wakamwambia, wewe acha ujinga, tunawataka hao. Nataka nikutafakarishe kitu. Nimekwambia dunia ilikuwa imeharibika, si ndio? Wewe ambaye unasinzia nisikilize. Utasinzia umeshikilia na kitu utadondoka nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wale malaika, amen, wale malaika wakawa wametia kwa Ruthu, akaambia wasio wanadamu, sio watu wa kawaida. Wale watu wakasema, wewe tusitutanie, tunawataka wale. Nimekwambia dunia kipindi hicho ilikuwa imechafuka, imeharibika, uzinzi umetrendi kila mtaa. Kama ingekuwa mitandao ya kijamii, ukifungua mitandao ya kijamii ni ndoa ya jinsia moja, nini vinaendelea, kila mtu, kila kaya. Lakini Ruthu kwake akajitunza. Katikati ya kizazi kilichoharibika akatokea mmoja aliyejitunza. Katikati ya kaya zilizoharibika ikatokea kaya moja iliyojitunza. Katikati ya uharibifu wote wa kila namna ikatokea mtu mmoja aliyeamua hapana kumfuata Bwana kwa namna yoyote. Wale watu, Biblia inasema Ruthu akawaambia hivi, msiwazuru hao wageni walionijia, ninao mabinti zangu wawili. Nisikilize wewe ambaye tamaa za mwili zinakupeleka puta. Ninao mabinti zangu wawili, hawajamjua mume bado. Bora niwape hao muwafanye mnavyotaka kuliko kuwazuru hao watu waliokuja kunitembelea chini ya dari yangu. Yaani ninao mabinti wawili wameweza kujitunza katikati ya kizazi cha kumtafuta binti bikira ni adimu, ila mimi kwangu wamo hao. Si kwamba wanafungiwa ndani, wanaendaka kuchota maji kwenye visima kama mabinti za binti wengine, wanaendaka kuemea sokoni kama mabinti wa watu wengine, wanaendaka kusoma mashuleni kama mabinti wa binti wengine, wanaendaga kuemea chakula kama binti wa binti wengine, wanaendaga kulima mashambani na watumwa kama binti wa binti wengine, wanaendaga kila vitu wanafanya vya kijamii, ila wao wamemjua yupo Mungu, hawatakiwi kumtenda dhambi, wamejitunza. Ninao mimi Ruthu mabinti wawili kwenye kizazi ambacho kumtafuta sio tu bikira wa kawaida, yani kumtafuta hata bikira wa kiume alikuwa haonekani kizazi kile. Wameshamalizana naye wa kiume tu alikuwa haonekani kizazi kile, ila kwa Ruthu wamo wawili mabikira. Ni wewe unasema mwili unadai sasa hivi kizazi kimeharibika, ni bora tu ujiachie hivyo hivyo. Acha ujinga wewe. Wapo walioishi mabinti wa Ruthu. Ukienda mbinguni kwenye kiti cha enzi watakuuliza swali, wewe uliishi kizazi kama cha kwetu wewe? Mbona sisi tuliweza kusurvive, wewe ulishindwaje wewe? Shuleni nilipoenda walinipa chipsi kuku, nikaona basi tu kwa sababu maisha yalikuwa magumu akanitia moyo yule kijana. Acha ujinga wewe, acha ujinga wewe. Lazima uamue kusema nasimama na Bwana, kwa sababu nafahamu Mungu anachukia jambo hili. Sitaki niaibishe hatima yangu, nimwaibishe Bwana, nimwaibishe baba, nimwaibishe wazazi wangu. Nataka niende hivi ili hata siku ile baba yangu anajisifu kwamba ninao mabinti zangu kanisani wako 10, bado hawajamjua mume, bado hawajamjua mume bado. Mapasta wana ujasiri wa kizazi hiki kwamba kanisani ninao 7. Mungu atusaidie. Halo. Ila mimi nasema kwa neema ya Mungu, kwa neema ya Mungu mtalichunga kanisa likiwa na watu 10,000, angalau wawemo 20 watu ambao wajajua Mungu. Watakuwemo. Mimi nakwambia sikutani, watakuwemo. Alafu bahati nzuri mimi uzuri si mpaka eti nimuulize, mimi sinajua. Mimi najua huyu bado. Kwani Ruthu alikuwa nabii? Ruthu najua alikuwa ni nabii. Wewe unafikiri alikuwa anauliza binti zake hivi cha kutanaga na mwanaume wewe? Alikuwa anafunuliwa, anajua. Alikuwa na uhakika. Na mimi mpaka na hapa tulipo nina uhakika huyu bado
lakini huyu si kama unaelewa. Ndo uzuri wa jicho la kinabii. Jicho la ndani linaona vyote, hilo unachagua cha kusema. Unaelewa? Kwa hiyo mimi najua ukija ukaongea kwambia basi imeshatokea. Sikwambii nenda tu, lakini zidi kutii Mungu. Acha hivi. Mwingine najua huyo tayari safi. Sasa huyo unaendelea kama hili neno ndo linamtengeneza. Sema amina. Yaani huyo bado hili neno ndo linamtengeneza. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wanakuwemo kama hao. Rutu anasema katika kizazi kile wawili walikuwemo. Sasa sikiliza. Hao mabinti wa Rutu sema walijitunza, hawana pa kuangalizia. Hawana reference, yani walikuwa hawana Biblia. Yani kuangalizia nani aliwahi kujitunza kwa mujibu wa Biblia. Wao walikuwa wajajaza Roho Mtakatifu ndani. Yani wao walikuwa Roho Mtakatifu aishi ndani yao. Roho Mtakatifu alianza kuishi ndani yetu baada ya Yesu pale msalabani. Ni uongo kweli? Kabla ya hapo alikuwa Roho Mtakatifu hajaishi. Lakini kizazi hiki ambaye Roho Mtakatifu anaishi ndani yenu, anakuonya kuanzia ndani. Unakubalije kutundika nguo yako kwenye msumari wewe? Roho Mtakatifu hajakwambia wewe? Ujasiri unaupata wapi wewe? Hawaipendi hili fundisho watu wengi hapa. Pastor anasema na wewe pastor naye anaongea hivyo, si uombee watu waondoke tu. Unaongea hivyo. Wewe unaweza kuuweza mwili. Paulo akasema tuwe na bidii katika kuuweza mwili. Waliuweza mabinti yao. Umenielewa? Ndo Mungu akachagua mtu mmoja kipindi hicho cha Nuhu. Jambo la pili Mungu analoliangalia, gezo cha pili akija kutaka kukomboa nchi, anaangalia mtu mwenye moyo wa utiari anapopokea maelekezo ya Mungu. Kama Ibrahimu aliwaambia toka wewe na familia yako nenda sehemu fulani nitakubariki. Alinyanyuka asubuhi akaanza safari. Utiari. Umenielewa vizuri? Utiari ukishaingia ndani ya mtu mmoja kwenye familia, huyo mtu Mungu atamtumia kukomboa ukoo wake. Mungu atamtumia kukomboa nchi. Mungu atamtumia kukomboa familia, kwa sababu kuna mmoja amekuwa na utiari kuitii sauti ya Mungu akachukua maamuzi. Haijalishi atamgharimu nini, yeye ameenda imadi Mungu amesema. Ibrahim, tumetoa mfano Ibrahim. Jambo la tatu, Mungu anaangalia mtu aliyemwamini Mungu. Mungu anaangalia mtu aliyemwamini hata kama mazingira au historia yake hairuhusu. Kama Mungu akitaka kukomboa jamii fulani, anaangalia katikati ya ile jamii mtu aliyemwamini hata kama mazingira alikozaliwa historia yake hairuhusu, ila akamwamini yeye kwenye hilo jambo. Mungu anamtumia huyo kukomboa wengine. Umeelewa? Kigezo cha 4. Mungu anaangalia sana kusudi au uwekezaji aliyofanya juu ya huyo mtu wakati anamwandaa kuja duniani. Kila mtu duniani hapa, hii ndio ni maisha nayo. Kila mtu duniani hapa ana kusudi ambayo amekuja kutimiza. Ukirudi mbinguni hujatimiza kusudi, ulikuwa mzururaji duniani. Kila mtu ana kusudi. Na mafanikio makubwa yako kwenye kutumikia kusudi la kuumbwa kwako. Nje na kusudi la kuumbwa kwako una mafanikio. Hata kama kimwili ulifanya biashara, lakini ulitakiwa ufanye kitu kingine, wewe hujafanikiwa mbele za Mungu, umefanikiwa tu mbele za dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Malizia na hayo mstari kuanzia 12 huo. 12 nenda. 12 nenda haraka. Biblia inasema malaika wa Bwana akamtokea. Malaika wa Bwana akamtokea Gideoni. Akamwambia Bwana yu pamoja nawe ewe shujaa. Bwana yu pamoja nawe ewe shujaa. Sikia Gideoni anavyomwambia. Gideoni akamwambia. Gideoni anajibu, Bwana wangu. Bwana wangu. Ikiwa Bwana yu pamoja nasi. Ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yaani huyu ni shujaa asiyejitambua. Umeelewa? Ni shujaa asiyefanyaje? Asiyejitambua. Unaweza kuwa katikati ya kundi, ila mbingu imekuseti wakati unakuja duniani wewe kuwa mkuu. Ila uko umekaa, lakini ni mtu mkuu usiyejitambua. Ndio wewe naongea na wewe leo unanisikiliza. Uko mahali hapa, mwingine atasikiliza kwa mtandao. Kuna mtu mkuu unanisikiliza sasa hivi, lakini hujitambui. Na kinachokufanya usijitambue, unaangalia mazingira. Unaangalia ulikozaliwa. Unaangalia fedha ulionayo. Unaangalia elimu ulioisoma.
unaangalia ndugu zako walivyo, unaangalia kata ulikozaliwa, unaangalia wilaya yenu, unaangalia mkoa ulikozaliwa, unaangalia nchi ulikozaliwa. Hivyo vyote unavyoviangalia havimfungi Mungu kutaka ukufanya mkuu, kwa sababu yeye Mungu akufanye mkuu. Aangalie mazingira yako, aangalie elimu yako, aangalie ulisomea wapi, aangalie ulishukia wapi, aangalie nchi gani. Anaangalia alichokiwekeza ndani yako wakati unatoka mbinguni. Kuna mtu huko mahali hapa Mungu amekudesign kuwa mkuu kwenye biashara, kuwa mkuu kwenye ukoo, kuwa mkuu serikalini, kuwa mkuu kwenye huduma, kuwa mkuu kwenye vitengo mbalimbali. Ila wewe ukijiangalia unajiona kama Gideoni, unaanza misababu. Kama mimi ni mkuu, mbona nishukia kwenye familia yetu, na familia yetu walijenga nyumba ya majani mpaka babu yangu amefariki na baba yangu amefariki, nyumba ya majani, niita mimi mkuu wapi? Sikiliza, usijidharau kwa sababu ya mazingira uliyozaliwa. Nisikilize mtu wa Mungu. Mungu akitaka ukupeleka, anaangalia ukuu, anaweka nguvu juu yako ikufikishe pale alipokuwa amekusudia peke yake. Angalia wengine wanakuwa na vipi, wewe ndo unajitafaka. Na Mungu hawezi kukuweka mahali ambapo ujioni. Ili Mungu akuweke mahali pale anapotaka kuweka, kwanza anakupa taarifa ili uanze kujiona mahali pale, alafu nakupa nguvu ya kukupeleka pale. Mungu hawezi kukupeleka mahali ambapo ujioni. Ukijiona wa kawaida utabakia kuwa wa kawaida. Ukijiona mkuu, neema ya kufanya mkuu inatembea juu yako. Si kama naongea na wakuu wa familia zao mahali hapa, si kama naongea na wakuu wa ukoo mahali hapa, si kama naongea na ukuu wa nchi mahali hapa, si kama naongea na wafanyabiashara wakuu kwenye hilo eneo la kibiashara, sijajua. Lakini nafahamu Mungu ametuma neno hili kwa ajili ya mtu mmoja ambaye ana kitu cha ukuu ndani yake, ile amejidharau. Mungu amekurizani kuwa mkuu kwenye hiyo masomo, ila kwa sababu wewe unawaza mimi mwenyewe hata tuition sisomi. Mungu akitaka kufanya mkuu, angalia cha tuition, anaangalia hicho kuwekeza ili uwe mkuu juu ya wengine. Full stop. Si kama mnanielewa nyie watu nyie. Soma hapo, sikiliza huyu mwenzako, mkuu mwenzako ambaye alikuwa ajitambui. Huyu ni mkuu mwenzako asiyejitambua. Malaika anakuja kumtambulisha. Na mimi Bwana amenituma nikutambulishe wewe ni mkuu kwenye huo familia katika jina la Yesu. Amen. Wewe ni mkuu kwenye hiyo biashara katika jina la Yesu. Siongei kibinadamu, sikutii moyo, nakwambia neno ambalo Mungu, wewe ambao umekaa hapa. Vile Mungu ameniambia natakiwa kuhubiria maelfu na maelfu. Wewe umekaa hapa tu. Jua kwamba wewe umechaguliwa kati ya wengi, sio jambo jepesi. Amen. Kuna maarifa ambayo unaipata hapa, pengine ungelipia gharama kuipata, lakini umeipata kirahisi. Ni Mungu amekusudia kwamba kuna ukuu ndani yako. Amen. Haijalishi ulizaliwa katika hali ya kuchanganyikana kidogo, maadamu umeshampokea Yesu na umesimama naye na umenyenyekea, ukuu hauwezi kuharibiwa na ulipozaliwa. Amen. Ukuu hauwezi kuzaliwa na tarehe yako ulioshukia. Ukuu hauwezi kuzaliwa na hauwezi kuzuiliwa na ukoo wako ulikotokea. Ukuu unadhibitishwa na Mungu aliyeuweka ndani yako. Amen. Soma, mkuu mwenzako alikuwa ajitambui. Yako wapi matendo yake ya ajabu? Anasema kama mimi sasa ni hodari na mimi ni shujaa, yako wapi sasa matendo yako ya ajabu? Waliotuhadithia baba zetu wakisema. Yako wapi matendo yako? Nasikia wanasema watumishi wa Mungu, wewe unainua wanyonge, mbona hujaniinua? Yako wapi matendo yako makuu? Unasema kila siku unabii, mbona ationi? Wewe hujamjua Mungu. Je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa. Naye ametutia katika mikono ya Midia. Bwana akamtazama. Akasema, kuna mtu unalalamika kwa vitu vidogo vidogo. Kuna mtu unalalamika kwa habari ya familia yako. Kuna mtu unalalamika kwa habari ya uchumi wako. Kuna mtu unalalamika kwa habari ya huduma yako. Kuna mtu unalalamika kwa habari ya uzao wako. Kuna mtu unalalamika kwa habari ya hatima yako. Kuna mtu unalalamika kwa habari ya ndoa yako. Bwana anakutazama akilinganisha na ukuu ulioko ndani mwako. Anasema, mbona una mamlaka wa kuamuru hichi kaondoka kuwatesa familia, wewe unielewi? Anakushangaa. Biblia inasema Bwana akamtazama Gideoni. Bwana akamwangalia. Oh my God! Wewe ambaye unasinzia ni mjinga zaidi ya wajinga wote duniani. Kwa neno hili ukisinzia una matatizo ya ufahamu na ubongo umekamata kwenye kona ya ngaragara. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kama unanielewa. Unajua, unaona kama ujumbe kama unaufundisha hapa.
ambayo Mungu amenipa nikufundishe. Kuna watu anakuja mtumishi kutoka nje ya nchi anafundisha ujumbe kwa watu wanapanda mpaka ndege kwenda kumfuata leo Dar es Salaam au Nairobi. Wewe unaupata kirahisi hivi. Unaanza kuactivate kitu ndani kama kumbe mimi naweza kuwa hivi. Unashangaa watu wanaofuata ujumbe kama kule wanatoka kule Nairobi wamkuja kuwa ni watu wapi? Wewe unaipata hapo umelipa nauli yenyewe 600. Halafu unamwingira hata hujalipa nauli umetembea tu. Halafu unasinzia. Haleluya. Twende mtu wa Mungu. Enenda kwa uwezo wako huu. Mungu anamwambia acha kujishangaa, acha kujidharau, acha kuangalia ulipozaliwa, acha kuangalia umaskini wa ukoo, acha kuangalia tabia za ukoo wenu, acha kuangalia hali ya maisha ulikozaliwa, acha kuangalia ndugu zako, acha kuangalia, angalia ulichokibeba. Anamwambia ewe nenda kwa uwezo wako huo. Anasema nenda kwa uwezo wako huo uwakomboe Israeli. Nenda kwa uwezo wako huo. Hata kama unaka uwezo kadogo, hata kama unaka imani kadogo, madam mimi Mungu ndo niliyekuamuru, nenda tu kwa uwezo wako huo. Oh my God, sasa kama mtu ananielewa. Anasema ndio na mtaji mdogo wa biashara, anza kwa mtaji wako mdogo huo. Madam mimi ndo niliyekuamuru. Si kama mtu unanielewa wewe. Anamwambia usisubiri mtaji mkubwa mwanangu. Una uwezo, una nyota ya biashara ndani yako niliwekeza. Toka unakuja duniani niliweka hiyo nyota ya mafanikio. Anza na mtaji wako mdogo huo. Anza tu na huo uliona, anza tu usisubiri. Madam mimi nimekuamuru, wewe anza. Mimi Mungu natakaga mtu aanze, alafu nikutane naye amepiga hatua. Sitembeagi na waliobweteka chini ya mti. Kama wewe Gideoni umekaa chini ya Mwaroni hapa, unapepeta ngano. Hujatoka mbinguni upepete ngano Gideoni. Hujatoka mbinguni uanze kupepeta ngano. Ulitoka mbinguni una uwezo wa kuwakomboa Israeli kwenye mikono ya Midiani. Sasa wewe umeketi chini ya mti, unapepeta ngano. Sio sehemu yako Gideoni. Kuna mtu uko mahali hapa biashara unaifanya unapepeta ngano chini ya mti. Mungu ananiambia nenda kwa uwezo huo tumikia alichokuitia. Ndio hapo utauona mkono wa Bwana. Umepepeta ngano, muda umeenda. Unachokifanya unapepeta ngano. Nasikia upako nikwambie kitu kimoja. Muda wako wa kunyanyuka pale kwenye mti unaopepetia ngano umefika katika jina la Yesu. Muda wa kunyanyuka pale unapofanya kazi ambayo sio yenyewe umefika. Amen. Muda wa kunyanyuliwa pale umefika. Utatembelewa na nguvu ambaye itakutoa pale, utaanza hatua kwenda katika jina la Yesu. Mungu anamwambia Gideoni, nenda kwa uwezo wako huo. Nenda kwa kaimani kako kadogo, usizarau kaimani uliko nako. Ile kupiga hatua kutoka nyumbani kuja madhabahuni tayari una kaimani ndani yako. Hapo kaimani kako anza nako. Usisubiri, wewe anza tu. Ili madamu ndiye yeye aliyekuamuru. Aliyekuwa anazungumza na Gideoni kipindi kile alikuwa ni malaika. Malaika tafsiri yake ni mjumbe kutoka kwa Bwana. Leo nazungumza na mjumbe kutoka kwa Bwana, Pastor David. Nasema anza hivyo uliko nako, enda. Nenda, Bwana atakuwa pamoja na familia yako. Bwana atakuwa pamoja na hatima yako. Bwana atakuwa pamoja na masomo yako. Bwana atakuwa pamoja na biashara yako. Usizarau mwanzo mdogo ulionao. Endelea mbele, piga hatua. Usikubali kurudi nyuma. Kuna kitu kikubwa ndani yako. Ni vile tu hujajitambua. Unaweza ukasema mimi ni mtumishi wa namna gani? Mimi ndo naweza nikatumikia watu. Mimi ndo naweza kusikilizwa. Nisikiliza nikwambie, Mungu ameweka kitu kikubwa ndani yako. Anataka uanze hivyo kwa uwezo wako. Yawezekana kuna mtu ananisikiliza mtandaoni, ana washirika wawili kwenye huduma, lakini Mungu amemulizia, anza hivyo nikutie moyo mtumishi wa Mungu. Wale ulionao anza nao. Anza hivyo na uwezo wako mdogo. Mungu atakusimamia unapoanza safari. Oh my God. Kuna watu mko mahali hapa, mlikuwa mmevunjika moyo, nguvu zimewaishia. Mwingine ukiwaza maisha unayopitia unaona mimi sasa ni wa nini namna hii? Unaona mbona mimi naona ndoto kubwa, nikiota naota mambo makubwa. Nikilala naona kama vile mimi mfanya biashara mkubwa. Nikiwa hivi najiona ni mtumishi, lakini mimi naanzia wapi? Mbona natafuta mtaji mkubwa ili nianze jambo hili? Nisikilize nikwambie, anza vile ulivyo. Anza hivyo na uwezo wako ulionao.
Anza na uwezo wako ulionao. Narudia tena sasa, kama mnatanielewa, anza, piga hatua na uwezo wako ulionao. Mungu akamwambia Joshua kwamba watu wao wakifika mto Yordani wasisite, wasisimame tu wakazania maji yatawazuia. Waambie makuhani waweke miguu katikati ya mto. Pale wakiweka tu miguu, yale maji ya mto Yordani yatatindika, yatasimama yenyewe. Wasipoweka miguu, maji yataendelea kutiririka, lakini wakiweka miguu kwenye mto, yale maji yatatindika, watapita pakavu. Kumbe kuna majira Mungu anasubiria upige hatua. Kile kilichokuzuia kigawanyika, sasa umeshapiga hatua. Kuna kitu kinakuchelewesha kitagawanyika. Nisikilize, acha ushamba, mtu wa Mungu. Neno hili limekuja kwa ajili ya mtu mmoja. Kuna kitu kinakuzuia mbele. Mungu anakuambia weka tu mguu, kanyaga pale, piga hatua. Kile utakapokanyaga, kile kitu kina taarifa ya ufalme. Kinajua kwamba mwana wa Mungu hatakiwi kuzuiliwa. Kinajua mwana wa Mungu anatakiwa kupenya. Kinajua mwana wa Mungu anatakiwa kwenda kwenye kutimiza kusudi la mbingu. Kinajua mwana wa Mungu anatakiwa kufika pale Mungu alipomkusudia. Na kwa taarifa yako, ukiwa ndani ya makusudi ya Mungu, mbingu nzima, dunia, viumbe vyote vya asili vinakuwa viko upande wako kushindisha. Ujanielewa? Ukiwa unatimiza kusudi la Mungu, mbingu nzima, wenye uhai wanne, wazee 24, malaika wote, maserafi na makerubi, viumbe vyote vya duniani, kuanzia sisimizi mpaka na viumbe vyote vikubwa, vyote unavyovichua, ukiwa unatimiza kusudi la Mungu, vinakuwa viko upande wako kufanikisha. Ni wewe tu kubeba nguvu ya imani ya Mungu wako aliyekutuma. Unajua Misri, inzi zilishuka Misri kwa ajili ya kuwakomboa wana wa Israeli. Unajua nzige zilishuka